kuona Mheshimiwa Kijan Teme. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa kuniona. Naona hii yengo sisi sio sawa sana kutuona Mheshimiwa Mwenyekiti. Huo unageuka kidogo na sisi tunatuona. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikushukuru na nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi Katoro ametujengea kituo cha polisi kikubwa sana na kiko hatua za mwisho kukamilika. Tunawapongeza sana Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa nini serikali inapata changamoto sana kutupatia eneo la kujenga kituo cha zimamoto? Sisi pale Katoro tumeunguriwa na majengo mengi sana. Hata mara ya mwisho tumeunguriwa juzi tu hapa. Lakini tumeomba eneo tujenge kituo cha zimamoto. Wafanya biashara wa Katoro wako tayari kuchangia. Mimi niko tayari kuchangia. Lakini Mheshimiwa Waziri, magari yanatoka Geita kuja kuzima moto. Na ndio maana kuna siku moja niliona gari sio ilikuwa wapi, lilipofika kwenye eneo la kuzima moto, lilichoma moto na wananchi kwa sababu ya kuchelewa. Leo tunapokea Mheshimiwa, uliza swali moja kwa moja. Ni lini serikali itatupatia eneo la kujenga kituo cha zimamoto ili sisi, mimi mbunge wa jimbo la Katoro na wafanya biashara tuchangie, tujenge? Kama serikali haiwezi kutupa pesa kwa sasa, tujenge sisi wenyewe ili magari ya watu Katoro kwa ajili ya kuzima moto. Asante. Nadhani Mheshimiwa Waziri ameelewa. Swali niliko nje, lakini ni uamuzi wako kama unaweza kujibu kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana, lakini kwa ruhusa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, naomba kumjibu Mheshimiwa mbunge wa Katoro swali lake ambalo kama ulivyoeleza liko nje hata ya hilo eneo, lakini nitaweza kumjibu kwa kiasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ya Mheshimiwa mbunge ni kupata eneo la ardhi kwa ajili ya kuweka kituo cha zimamoto. Wizara yetu ya Mambo ya Ndani ya Nchi sio wizara yenye dhamana ya ardhi. Kwa hiyo isingelikuwa mahali sahihi kuweza kujibu suala la upatikanaji wa ardhi, ila nimpongeze sana kwa jinsi ya utashi alionao wa kushirikiana na wizara yetu kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwenye jimbo lake. Lakini pili, nimeahidi kuwa tuko tayari kumpa mashirikiano ya kushiriki pamoja kwenda kupata hilo eneo, hatimaye tuweze kuweka kituo cha zimamoto.